Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na viongozi, leo labda nitambulishe, nimetambuliwa lakini ni vizuri nitambulisha mwenyewe from the horse's mouth. Mimi naitwa Dr. Festo John Lugange, ni mbunge wa jimbo la Wanging'ombe mkoani Njombe, naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Wizara yetu inaongozwa na Mheshimiwa Injinia Hamad Yusuf Masauni, lakini tuko chini ya ofisi ya Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sote tukifanya kazi ya kumsaidia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwanza nielezee furaha yangu kubwa kujifunza kwamba katika vyuo vya VETA ambavyo nimewahi kuviona, kwa kweli chuo hiki kwangu mimi rating zangu ni chuo nambari 1 kwa uzuri. Nilipofika hapa, mandhari yake, location yake na majengo yake inafurahisha kuona kwa kweli. Hata walimu wetu, lakini wanafunzi wetu, mazingira haya ni very motivating kusoma. Hongereni sana kwa kuwa na chuo kizuri na management. Na jambo la pili, ndugu viongozi wenzangu, nashukuru sana kwa taarifa nzuri imetolewa na meneja na mkurugenzi wa kanda na mkurugenzi wa mafunzo, imetolewa pia na viongozi wote waliotangulia kusema. Dhamira yangu kuja hapa leo ni kushirikiana nanyi katika mpango mahususi wa serikali yetu wa kutekeleza mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni swala la mazingira, lakini jambo la pili ni swala la tunu ya taifa yetu, tunu ya Muungano. Sasa nianze na swala la mazingira. Kwanza niwapongeze kwa taarifa nzuri ambayo inatia faraja kwamba chuo hiki tangu kimeanza 2023 kimeanza kwa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Hongereni sana. Ndugu viongozi, nyinyi mnafahamu moja ya changamoto kubwa ambayo dunia hivi sasa tunapambana nayo bila kujali daraja au ngazi ya maendeleo ya taifa lolote ni uchafuzi wa mazingira, uharibifu wa mazingira. Dunia iko hatarini kwa sababu mazingira yetu yameharibiwa sana, yamechafuliwa sana. Tuna uchafuzi wa plastiki, zipo kwenye ardhi, ziko kwenye vyanzo vya maji, ziko kwenye maziwa, zipo kwenye bahari, na mwisho wa siku tuna consume microplastics ambazo mwisho wa siku zinaleta madhara makubwa sana kwenye afya za binadamu, bioanuwai nyingine, lakini pia maisha ya dunia kwa ujumla. Kwa hiyo kutokana na changamoto hiyo, dunia lakini vivyo hivyo nchi yetu ya Tanzania kupitia mpango wa maendeleo ya taifa 2025-2050 kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu tumetengeneza mpango ambao una nguzo 3. Nguzo ya kwanza inahusisha masuala ya uchumi wa nchi na uchumi wa mwananchi mmoja mmoja. Nguzo ya pili inahusisha masuala ya maendeleo na ustawi wa jamii. Lakini nguzo ya 3 ambayo kicalculate proportion yake ni 33.3% inaelezea swala la uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa shughuli zingine zote, elimu, barabara, maji, kilimo, zote zimechukua 66.7% ya mipango ya miaka 25 ijayo ya taifa letu. Mazingira peke yake imechukua 33.3%. Unaweza kuona namna ambavyo serikali yetu imeweka kipaumbele cha hali ya juu sana kwenye utunzaji wa mazingira. Na hii si kwa bahati mbaya, kwa sababu sisi sote ni mashahidi. Mabadiliko ya tabia nchi yamekuja na dhahama nyingi.
mafuriko mengi, maporomoko mengi ya matope, joto limeendelea kuongezeka, lakini mvua zinakuja na kimbunga, zinakuja na upepo, lakini mara nyingine kuna ukame, mvua haziji. Kwa hiyo changamoto imekuwa kubwa. Na ni kama itoshi, tumekuwa na changamoto pia kubwa sana kwenye eneo la afya ya mwanadamu na viumbe vingine. Kasi ya magonjwa yasiyoambukiza, saratani, imeongezeka sana. Lazima tujiulize kwa nini kasi ya saratani imeongezeka. Ni uchafuzi wa mazingira, pollution, plastic pollution, chemical pollution na mambo mengine. Lakini tumeendelea kuona magonjwa kama kisukari, high blood pressure na magonjwa mengine mengi yasiyoambukiza. Sasa kwa nini nimesema haya kama introductory note, kwamba sisi kama viongozi wa nchi hii ambao hapa tuna wanafunzi wanaosoma vijana, the majority, tujue kwamba tuna changamoto kubwa sana ya mazingira, na ni wajibu wetu na wakati ni sasa kuimpart knowledge kwa vijana na jamii zetu, ili wakitoka hapa na mafunzo ya ufundi wajue priority namba moja pia ni mazingira yao. Hii ni venue nzuri, ni eneo sahihi sana la kufundisha vijana wetu. Sasa serikali imeweka mpango mmoja kuhakikisha tunaboresha upandaji wa miti. Tumeweka mpango wetu ambao unaitwa Green Tanzania Green Initiative Program, ambao tutakwenda kuzindua mpango kabambe wa kupanda miti. Na kwa sekta ya elimu tuna kauli mbiu ambayo inaitwa soma na mti. Kwa kila mwanafunzi au mwanachuo awe na mti wake, au tunze kwa ile miaka 2 anaosoma au miaka 3, wakigraduate na wacha mtu unaendelea, wanakuja wengine wanaendelea. Soma na mti, kuanzia primary school mpaka vyuo vyetu. Hii faida yake, kwanza tutakijanisha vyuo vyetu na shule zetu, lakini pili tutajenga culture, utamaduni wa wanafunzi na hatimaye wa Tanzania kuwa na tabia na mapenzi ya kupanda miti. Kwa sasa tunafahamu tuna gap ya culture ya upandaji wa miti. Lakini jambo la tatu ambalo serikali imeweka mkakati ni kuhakikisha hatukati miti ovyo. Na hili linakuja kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Ndugu mkurugenzi mkuu, ambao vinahudumia wanachuo takriban 86,000. Ni kitu kizuri. Ninatamani na naamini vyuo vyote hivi 80 vinatumia nishati safi. Na kama hatujafikia hapo, basi niwaombe sana mkurugenzi, twendeni tukafanye immediate transformation. Vyuo vyetu hivi vya VETA vyote 80 vilivyopo na vile ambavyo tunaendelea kuvijenga vitumie nishati safi ya kupikia. Hilo ni jambo moja la kwanza ambalo ningependa kutoa rai kwa uongozi wa VETA. Tunafanya hivyo kwenye shule za sekondari, tunafanya hivyo kwenye shule za msingi. Tumefanya ziara wiki iliyopita pale Kinondoni, manispaa ya Kinondoni, eneo la shule moja sekondari inaitwa Mabwe Tumaini Girls Secondary School, iko Mabwe Bana. Wao kwa siku walikuwa wanatumia kuni tani 4 kupika chakula cha wanafunzi. Kwa mwezi maana yake calculate mara 30 ni tani 120. Kwa mwaka unaweza kupiga hesabu mara 365. Shule moja tu ilikuwa inateketeza msitu kila mwaka kupika chakula. Tuna shule ngapi za serikali Dar es Salaam? Tuna shule ngapi za private? Tuna vyuo vingapi na taasisi ngapi zinazolisha watu zaidi ya 100 ambazo zinateketeza misitu yetu, mbali na wananchi kwenye maeneo yao? Kwa hiyo sisi kama serikali na ninyi mkiwa mikono na vidole vya Mheshimiwa Rais, kwa sababu kimsingi sisi sote tunafanya kazi kumsaidia Mheshimiwa Rais. Ideally, kwa mujibu wa katiba yetu, Mheshimiwa Rais atakuwa afanye kazi zote, awepo mahali popote wakati wote, kitu ambacho hakiwezekani. Amedelegate zile kazi kwetu. Kwa sisi ni viongozi ambao tunaishika ajenda ya serikali Mheshimiwa Rais
kuhakikisha kila mmoja kwa nafasi yake anasimamia kuokoa mazingira yetu, kwa maana ya kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira yetu. Kwa jambo hili, ndugu mkurugenzi, ni waombe tuende nalo, lakini muombe sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tufanye tathmini ya shule zetu zote za msingi na sekondari, magereza, vyuo, tuone vingapi vinatumia nishati safi na vingapi havitumii nishati safi. To transform. Lengo la serikali yetu na Mheshimiwa Rais ni champion wa nishati safi ya kupikia kwa bara la Afrika. Lengo letu ni ifikapo 2034 80% ya Watanzania wote tuwe tunatumia nishati safi ya kupikia. Tunaanzaje? Tunahamasisha wananchi, lakini taasisi zetu lazima zile zinazolisha watu 100 na kuendelea uwe mfano mapema iwezekanavyo, tuhame kwenye nishati chafu ya kupikia. Jambo la pili, miti hii tunaopanda ni fursa ya biashara. Na sisi hapa tumesema eneo letu ni ekari karibu 101. Hongereni sana kupata eneo kubwa, na kwa kweli umeona mbali. Tukipanda miti eneo hili, maana yake tuna potential ya kuja kufanya biashara ya hewa ya carbon. Na hivi sasa sheria ya bunge ishapitishwa, tuna National Carbon Monitoring Center, tayari tuna mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, Mheshimiwa Rais Mwanakoiti juzi, mama alikuwa mkurugenzi Albina Shua, na tuna CEO. Wale watatuwezesha maeneo yote ambayo tuna misitu kwenye VETA zetu au hifadhi zetu kwenye maeneo kujisajili kuuza biashara carbon. Jambo jingine, ndugu viongozi, Mheshimiwa DC na mkurugenzi na timu nzima, ni swala la usafi wa mazingira. Ni muhimu sana wakati tuna impart knowledge kwa wanachuo, tu impart knowledge pia ya kuwa na utamaduni wa usafi wa mazingira. Tumekuwa na uchafuzi mkubwa sana wa mazingira. Plastic zina pollute ardhi yetu, zinachafua maji yetu, lakini mwisho wa siku zinaleta madhara makubwa. Tumekubaliana kuwa na utaratibu wa kila halmashauri kuwa na mifumo mizuri ya madampo kwa ajili ya taka ngumu, lakini pia kuhakikisha tuna miundombinu ya kukusanya hizo taka. Sasa kwa nyinyi wenzetu wa VETA tuwaombe, kwa sababu ninyi tunawafikia vijana walio wengi, na naweza kusema kwa urahisi zaidi, kwa sababu ndio vyetu sasa serikali yetu imeleta kwenye mikoa yote. Sasa tuko kwenye wilaya zote 139, tunaendelea na hizo wilaya 68. Niwaombe sana tuangalie namna ya kufanya. Yaani nimeona orodha ya course ambazo tunazitoa. Ni course nzuri sana. Lakini nyingi nilizozisoma ni zile course za zamani, zipo miaka mingi sana. Isipokuwa hiyo moja ambayo ni waste management. Naona ni imekuja current. Of course na nyingine current zipo, lakini kubwa ningependa mimi ni layman kwenye eneo hili la technical issues za VETA. Ningependa tukae tuone how can we contribute significantly kwenye eneo la usafi wa mazingira na nishati safi ya kupikia kupitia vyuo vyetu, kozi maalum za vyuo vyetu hapa VETA. Kwa mfano, pale Mabwepande Kinondoni kuna kiwanda cha kuchakata taka OZA. Katika changamoto ya uchafu kwenye miji yetu, taka ambayo inasumbua sana baada ya plastiki, ambayo tayari sasa imepata biashara ya recycling inaendelea. Tuna changamoto kubwa sana ya takataka zinazooza, mabaki ya ndizi, mabaki ya maembe, mabaki ya parachichi na mengine. Ndio kero kubwa. Ukifika sokoni harufu kubwa, kero ni taka OZA. Lakini taka OZA zile ni mali. Na nimefurahi sana mkurugenzi Dr. Abdalla amesema ni mali. Na umeanzisha kozi ya waste management. Pale Mabwepande wanazalisha mbolea ya asili kutumia taka OZA. Na lina soko zuri sana. Na tumeshaongea na wenzetu wa TFRA wairegister rasmi. Iwe ni mbolea rasmi organic fertilizer ambayo ina faida kubwa kwa afya yetu kuliko hizi inorganic ambazo tunazitumia urea Kenya na zingine. Kwa ni waombe kurugenzi, kozi mlioanza tunawashukuru na tunawapongeza sana. Lakini tuombe muone namna kuboresha zaidi eneo hilo. Lakini nilikwenda pale Pugu Kinyamwezi.
ukipita pale kuna milima mikubwa ya taka, lakini kila sehemu kuna waka moto spontaneous kwa sababu ya methane, ile gesi. Taka zimekusanyika pale. Tukaambiwa kuna wadau wengi wamekuja kutoka nchi za nje, wengine wa Tanzania wanataka kuinvest mitambo pale kuvuna ile gesi, nafikiri ndio biogas yenyewe, kwa ajili ya kupikia, na pale tuna reserve ya millions of tons of biogas ambayo ingetumika kupikia na kufanya nini. Lakini pale matokeo yake tunapambana kila siku kuzima moto, lakini tunazima moto kwenye resource ambayo inatafutwa na wenzetu kwamba ni biogas ambayo ni rasilimali fedha. Tunaweza tukawa-equip vijana wetu wakawa na uwezo wa kutumia biogas kwenye maeneo yao ndogo ndogo kutokana na taka. Tukafundisha kozi kama hizo, kazi incorporate kwamba kiwa sehemu anaanzisha kitambo chake, anachukua taka, anazalisha gesi kana supply. Tuna ndoto ya kupikia gesi kwa Tanzania nzima. Lazima tuwe na ubunifu. Hatuwezi kutegemea gesi ya songo au maeneo mengine. Tuna biogas ya kutosha na nafikiri ni vizuri tukawa na hilo. Lakini maeneo mengine, eneo la utengenezaji wa majiko banifu, nafikiri ni component muhimu, mnaweza mkaiweka vijana wetu wakiondoka. Kuna soko kubwa. Kwa sababu toka kudiscourage mkaa huu wa kawaida wa kuni, kwa mazingira tutumie majiko banifu, lakini na mkaa unaotokana na taka oza, lakini na taka nyingine. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na Mheshimiwa viongozi, niliona niongeze eneo hilo kwamba ni muhimu sana tukaongeza component za usafi wa mazingira, small costs ambazo zitawasaidia vijana kupata fursa. Ni fursa kubwa endelevu ambayo itawapa ajira pamoja na hizi kozi nyingine ambazo zinatolewa. Baada ya kusema haya, naomba niongelee kidogo swala la, kabla siongelea muungano, niwapongeze. Tumeikoti vizuri. Tumekuwa na hofu kwamba nishati ya gesi ni gharama zaidi kuliko nishati chafu. Lakini taarifa hapa imesema vizuri, milioni 5 ingetumika kwa miezi miwili kama tungetumia kuni. Kwa tungetumia gharama kubwa, tungeharibu mazingira, lakini pia afya, changamoto ya afya kwa wapishi wetu. Leo tunatumia less than 5 million, milioni 3 point kwa miezi miwili, tunaokoa mazingira, lakini tunatunza afya za wapishi, lakini hata wanachuo na walimu wanaozuka maeneo haya. Kwa hiyo ni moja ya component muhimu sana. Na nitumie nafasi hii Mheshimiwa Rais, tulipokuwa pale Misenyi leo, wanasema kuinstall mfumo ni karibu milioni 15. Lakini hapa wametumia kama milioni 4 plus au so 2023 na inflation, lakini mimi naamini tunaweza tukawa less than 15 million. Sasa wataalamu wetu mara nyingine wanatengeneza changamoto kwamba mradi huu wa programu ni gharama sana ili wasitekeleze. Kwa hiyo tujifunze hapa kwa nini wametumia milioni 4 na kitu na wanalisha wanafunzi zaidi ya 400 kwa gharama nzuri. Ili sasa tuhakikishe shule zile. Sensa ya watu na makazi 2022 ilionyesha Watanzania 75% wana umri chini ya miaka 35. Lakini sisi tunafahamu kwamba amani, utulivu na mshikamano wa nchi yetu, kama ambavyo Mheshimiwa Mkuu wetu wa Wilaya Erastus amesema, wilaya yetu ni salama, tunaendelea na shughuli za uzalishaji mali na shughuli nyingine za kijamii. Haya ni matunda ya tunu yetu ya muungano. Muungano wa Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar uliotokea tarehe 26 April 1964. Lakini kwa sababu hapa ukumbini ukitazama kwa haraka, sina uhakika kama yupo aliyezaliwa kabla ya muungano. Kama yupo basi ni wachache. In the majority tumezaliwa baada ya muungano. Lakini imagine wenye umri wa miaka 35 na kushuka chini, ambao ndio more than 75% ya Watanzania wamesimuliwa na kuusoma kwa mbali muungano. Na ndio maana hivi karibuni tumeona kufuatia uchaguzi tarehe 29 Oktoba mwaka jana,
na kuendelea, kuna baadhi ya watu wachache wasio na nia njema wameanza kupotosha muungano wetu, tunu yetu ya muungano, na tunaamini kuna gap ya uelewa, kuna pengo la elimu na hamasa na vijana wetu hususan hawa 75 kujua kwamba muungano ni tunu muhimu ya nchi yetu. Sasa tumekubaliana, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, tuwaombe na tuwatie rai ndugu zetu viongozi kila sehemu, tukiwa na mikutano ya hadhara, tukiwa na vikao, swala la muungano na fursa za muungano na umuhimu wa muungano ni muhimu lisemwe na sisi viongozi, diwani, mwenyekiti wa kijiji, waheshimiwa wakurugenzi, wakuu wa idara, waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa na viongozi wote, iwe ni ajenda ya kudumu. Kiongea mambo ya elimu, mwishoni malizia swala la muungano. Vivyo hivyo kwenye vyuo vyetu, wanafunzi hao waendelee pamoja na mafunzo mengine ya umeme na masonry na mengine, wajifunze umuhimu wa muungano ili tulinde muungano.